Yes, kwa majina naitwa Dr. Taz Genius almaarufu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nashukuru kwanza kwa kuja na kutaka kujua kinachoendelea. Nakumbuka mwaka 2024 mwezi wa 4 mwaka 2024 mwezi wa 4 tarehe 10 kuamkia 11 kuna tukio kubwa lilitokea ambalo lilikuwa likinihusisha na mauaji. Na kumbuka siku hiyo sikuwepo, na bahati nzuri kwangu kuna CCTV kamera sehemu niliyokuwepo, kuna CCTV kamera, na siwezi kulaumu waandishi kwa sababu ni jambo ambalo walilipokea kwenye tukio kutokana na watu waliotengeneza mazingira ya kunichafua au kuniharibia maisha. Kwa hiyo mahakama ilijiridhisha, na bahati nzuri uchunguzi wa kiserikali ulibaini mimi sihusiki wala sikuwepo. Na kipindi nimetoka nilifuatilia swala langu la mzee wangu kuuliwa katika sehemu ya tukio ambalo mzee wangu alikuwa akizuia wezi wanaopola na kuiba mali, wakamshambulia na kumuua pale pale. Kwa hiyo wanaohusika, nashukuru jambo hili lilichukua muda kweli, kwa sababu kulikuwa na ujanja mwingi, lakini nashukuru jambo hili tumelifuatilia, na shukuru mheshimiwa, nashukuru DPP ambaye wenyewe ili jambo kulifuatilia wameweza kutoa maelekezo lichunguzwe, na bahati nzuri watuhumiwa mmoja akakamatwa, lakini kuna wengine walivyopata taarifa wamekimbia. Lakini kwa maelezo ya mtuhumiwa alinyosha, na swala hili wanatafutwa wengine ili liweze kupelekwa mahakamani. Ile ilikuwa ni njia ya kunichafua au kuniharibia, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii au kwenye riziki pia kuna maadui, na kijana kama mimi nikija kuonyesha ushindani na kukubalika na jamii, basi na maadui pia huwa wanakuwepo. Kwa hiyo mimi nilijua ni changamoto za maisha katika utafutaji au katika mapambano yangu, lakini leo hii niko mbele yenu kuwakanusha. Kama ulisikia ukaambiwa kwamba ninahusika na swala lolote la mauaji, si kweli. Imeji kwa akili ya darasa la 7. Mlinzi unaachia familia yako, unaachia mali zako, alafu pia ni kwako. Kuna mtu anaweza akamuua mtu kwake? Lakini zile ni njama ambazo zilitengenezwa kunichafua, kuniharibia, wakiamini kwamba mimi watanipoteza kwenye lamani ya kufundisha dawa. Lakini sasa haijatokea, na tayari serikali imeweka jicho lake, imeweka mkono wake, ukweli unazidi kufahamika. Kwa hapa tunavyozungumza kuna mtuhumiwa ambao yuko ndani, lakini pia kakiri na kanyoosha, na tayari na wengine wanaendelea kutafutwa, japo wengine hawa wamekimbia. Na nimeshasema nitatoa milioni 30 mpaka milioni 28 kwa mimi naisaidia serikali, kwa sababu ni jambo linalouma. Mzee wako amekuja kuangalia kitu gani kinatokea. Watu wanachoma nyumba, wanachoma gari zako, wanaiba, tena wanavunja, na tukio sio hapa. Tukio linaenda mpaka kwenye nyumba zako ambazo sio tukio lilitokea. Kwa hii ni njama iliyotengenezwa. Sasa katika maisha sisi tumeshajifunza principle, ukweli unaishi, uongo unakufa. Kwa hii naiachia serikali, japo nyie mmekuja kuchukua feedback, ila jambo ninashukuru mpaka tulipofikia. Naamini serikali itatenda haki, na watu waliohusika wote watafanyiwa kazi. Hapo kwa watu ambao walihusika na hilo tukio, pengine ni walikuwa wangapi? Umesema amekamatwa tu mmoja, walikuwa wangapi? Walikuwa ni watatu. Sasa kwa sababu mhusika mkuu alivyokamatwa, sasa taarifa huwa zinaenea, kwa hiyo wale walikimbia, na lakini serikali bado iko katika kuwatafuta, ili mradi iweze kuwatia nguvuni, ili waweze kupelekwa katika vyombo vya sheria. Ambao ni nani? Ambao ni Mwenye Mvua, majina kidogo siwezi kuwakumbuka. Mwenye Mvua, na mwingine wanamuita Lasi, mwingine wanamuita Okoe. Ni jamaa mmoja alikuwa anafanya kazi ya potani, ni kama mgambo au mlinzi. Hapa katikati alikuwa kidogo na ugomvi na mke wake, kwa hiyo akawa kwenye baraza. Yani ni wale watu ambao wana pretend maisha, wakiona kijana unatoboa au kijana unapambana, kwa hiyo wanakuwa na jilasi na usuda. Kwa hiyo linapotokea jambo wanatumia kama kigezo kukuharibia maisha, lakini sasa wamefeli. Ndio sasa umesema mmoja kashatwa nguvuni kwa serikali.
Ndio. Muda gani mpaka sasa hivi ametiwa? Kakamatwa ndani nahisi kama ni wiki moja, na wengine wanatafutwa ili mradi waweze kupelekwa mahakamani, na sheria za nchi sijajua inakuwaje, kama yule atatangulia wengine wakiendelea kutafutwa, ili tunaachia upande wa pili. Sasa hapo kwenye kukamatwa, kesi ilitokea 2024. Miaka miwili nyuma. Sahihi. Mtuhumiwa mmoja kukamatwa 2026. Pengine ilikuwa muda wote ulikuwa unafanyika uchunguzi, ama ilikuwa kitu gani kinachokwamisha mpaka alikamatwa 2026? Unajua masuala yetu ya kisheria au serikali, tunasema katika jeshi kuna watu ni waaminifu, lakini pia katika jeshi kuna watu si waaminifu. Mimi naona ilikuwa ni ujanja, lakini sasa ule ujanja walitegemea kwamba utapotea. Sasa ujanja huu, kwa sababu mimi yule ni mzee wangu na mimi nina familia, nina ndugu, wakiniona hili jambo sijalitilia maanani, silifuatilii kweli, hata marehemu nitakuwa sijamtendea haki. Kwa hiyo ikabidi nifuatilie, lakini pia kilichokuja kugundulika huko ni kitu ambacho ni cha ajabu. Inakuwaje watuhumiwa mpaka leo wako nje na swala lolote, alafu kesi na muda mrefu? Kiukweli namshukuru sana DPP wa Tanzania na msaidizi wake, walifanya jambo zuri, jambo la haki, kutoa maelekezo kesi hii ichunguzwe. Hii ni kesi ya mauaji, kesi nzito kabisa. Pengine kwenye mfumo ambao uliweka milioni 28 mpaka milioni 30, ushaishirikisha tayari serikali kusema kwamba mimi najitolea kuweka dau kwa ajili ya yoyote ambaye atakayewakamata? Hii ni maamuzi yangu mwenyewe ya kiofisi, kwa sababu ninapenda kusema motisha. Yaani serikali ni upande wake, lakini mimi upande wangu ninafanya motisha, lakini pia ni kama riziki, lakini pia ni kama jambo liende kwa haraka, kwa sababu sisi wananchi, hata serikali inawaamini na inategemezi lake ni raia kutoa taarifa. Kwa hiyo ni kama motisha kwa serikali, motisha kwa watu ambao wakiona watoe taarifa kwa serikali iweze kufanya kazi yake. Hapo unaamini haileta madhara labda, yani kwamba kuna wengine tunajua tena, yani hivyo, yani haileta madhara? Madhara haiwezi kuleta, kwa sababu tayari taarifa za hawa watu kutafutwa kimya kimya zilikuwepo, lakini tayari unapokuwa umekamatwa walishapata taarifa watu. Kwa hiyo hata kama vipi ni lazima wamekimbia, na uhakika wamekimbia, kwa sababu wengine na wajua ni jirani hapo kashakimbia. Kwa hiyo hii wanajificha. Kwa kama wanajificha, kwa mimi nilichokiongea au nilichokitangaza kitaleta motisha kwa wengine, lakini pia jamii inatambua haitakiwi mtu mwenye makosa afanye makosa, na kesi ya mauaji ni kesi kubwa, na hata hili jambo si zuri, ni jambo lililofanywa kwa makusudi, mchana kweupe saa 4. Kwa hiyo hii ni motisha tu kwangu mimi, kwa ajili wale watu waweze kupelekwa katika vyombo vya sheria. Labda kama umeingilia labda pengine serikali nayo kwa chini huko umeingilia labda huko. Sasa mimi kama nitakuwa nimeingilia, itabidi nisamewe, au itabidi kuna jambo lifanyike, kwa sababu mimi kama mimi nimesema naisaidia serikali, ninafanya motisha. Hii ni kama sadaka kwangu. Imeji ningesema nakupa hela bure, lakini hapana, nimesema nitatoa kiasi hichi kwa ajili ya kuitolea taarifa. Yani ina maana wanaisaidia serikali katika uchunguzi wao, na serikali inategemea raia wake. Serikali inalitambua hiyo kwamba hao ni watu tayari washaidhinishwa, inawatambua, na mpaka ndio maana wanatafutwa, na picha zao zipo na wanatafutwa. Mtu ambaye amekupa, yani labda imetokea mtu amewaona anafikishaje? Kama atafikisha kupitia ofisi zangu sawa, lakini kama atashirikiana na jeshi ikabainika yeye ndio chanzo cha watu hawa kupatikana, yote ni sawa. Ndio maana sijaweka kigezo chochote, nimesema yeyote. Ina maana yeyote anaweza akasaidia kwa hilo. Mawasiliano labda namba za simu zinaonekana, lakini kwa namba yangu private ni 0768212821, lakini pia namba zingine zipo za ofisi, ukipiga ukileta ushirikiano ambazo utaziona hapo,
utapewa ushirikiano mzuri na itakuwa ni siri, sio lazima kukuposti wala kukutangaza. Okay, mkakakazi. Tangia kesi imeanza na uchunguzi umeanza, ushapokea vitisho? Siwezi kupokea kwa sababu mara nyingi mimi nakuwa niko busy kwenye masuala ya kiofisi. Sasa kama kuna vitisho nisivyovijua, hapo sasa nitatoa taarifa kwenye vyombo husika. Okay. Tunaona hii ni kesi ambayo ni kubwa sana. Sasa kwa hao ambao umeahidi kwamba watakao kupata taarifa za wauaji na umeahidi kiasi cha milioni 30, unahakikishiaje usalama wao? Usalama ndio maana taarifa zao ni siri kati yetu na jeshi. Kwa hiyo siri hii haiwezi kutoka kwa mtu mwingine. Ina maana wewe unatupa sisi siri, lakini siri hizi zinabaki katika ofisi pamoja na jeshi wenyewe. Na sijawahi kuona jeshi kama wanatoaga taarifa za mtu anayewasaidia katika swala la kuwapa taarifa. Na bado unaamini haki itapatikana? Haki itapatikana kwa sababu tayari vitu viko wazi, watu walikuwepo, na bahati nzuri hata kwenye masuala ya mitandao kuna ushahidi ambao uko wazi. Yaani ushahidi uko wazi. Ushahidi hatuwezi kuongelea kwenye media, lakini ushahidi uko wazi. Yeah, okay. Unatamani labda wakipatikana ni adhabu gani ambayo wapatie? Adhabu wanapanga mahakama, kwa sababu ni swala liko katika kisheria. Sheria yenyewe mahakama itatoa adhabu kwa mujibu wa sheria. Familia nao pia inasemaje? Familia yangu swala naangaliwa mimi, kwa sababu mzee si alikufa katika mazingira yangu, na mimi ndio kijana wao mkubwa, na mimi ndio kwangu alikuwa katika swala langu, nyumba yangu kwangu, na alikuwa ananisaidia mimi. Mimi kama kijana mkubwa ni lazima nihakikishe napambania kupata haki ya mzee. Neno lolote kuhusiana na kesi kwa serikali? Kwa serikali mimi nilikuwa namshukuru kwanza Mama Samia, nashukuru DPP wa mkoa, DPP wa nchi, DPP wa wilaya wote. Nina imani na vyombo vyote vya usalama, nina imani na mahakama. Kwa hiyo hili swala tunaliacha na sheria na haki iliyopo itapatikana, kwa sababu ukweli unaishi, uongo unakufa, na haki ya mtu huwa haipotei. Na ndio maana hata mimi nilivyosingiziwa, lakini mimi leo niko hapa ninaongea na nyie. Kama ningekuwa nimefanya nisingekuwepo. Ina maana kesi ya mauaji ndio kesi yenye uchunguzi mkubwa. Uwezi ukasema unaua alafu ukasema kwamba haukuua. Hapana. Yaani vyombo vya habari, vyombo vya sheria huwa kesi hizi wanaziangalia, na ndio maana tunapokuwa tunasema asingiziwi. Sasa kama isingiziwi, ina maana ninaamini haki itapatikana tu vizuri kupitia mujibu wa sheria zetu za nchi. Okay. Kuna watu ambao wanatazama na wanasikia kila siku kuhusu kesi hiyo ya mauaji ya baba yako. Na unaweza kutuambia baba yako alikuwa ni mtu wa aina gani? Mzee wangu ni baba yangu mzazi, ambaye ni babangu, lakini kama mshikaji wangu. Mambo yangu mengi ya site, unajua mimi ni mtu wa jenga. Kwa hiyo hata site zangu alikuwa anatembelea, pia alikuwa ni mshauri, pia alikuwa ananisaidia katika masuala mengi sana ya kimaendeleo. Kwa sababu mimi kama leo kuna sehemu siwezi kwenda kwa sababu muda unatinga, lakini mzee wangu alikuwa akienda na anaweka vitu sawa. Kwa hiyo lile ni pengo, na hakuna mtu yoyote anaweza akafly hata kama mzazi wako alikuwa akusaidii. Sawa, aonewe, yani uhai wake uchukuliwe au auzurumiwe uhai wake. Ni kitu kinauma. Imeji ukivaa kiatu changu kikawa chako, utajua nini naongea. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka na kinakuumiza zaidi kwenye kumbukumbu zako na babako? Ni mambo mengi sana, siwezi kusema hili wala, lakini ni vitu vingi sana.